waliweza kuwashauri wa Kenya kuweza kuandaa uchaguzi huru na haki, na zaidi ya yote kuwepo kwa amani. Paul Nabiswa na maelezo. Kenyatta oye! Kenya oye! Ni Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli akisema lugha ya Wakenya baada ya kumtembelea Rais Uhuru Kenyatta katika ikulu ya Nairobi na kuutalii mji. Vivyo hivyo mpinzani wake wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Mzee Edward Lowassa amekuwa Kenya mara 3 katika hadhara mbalimbali, mara 2 kuzifariji jamii za wanasiasa marehemu William Ole Ntimama na Joseph Kaiseri. Japokuwa wana miegemeo tofauti ya siasa, wote wanadhania kuwa pameharibika jambo nchini Kenya kutoka kwa fujo za uchaguzi na swala tata la ukabila. Mmetoka kwenye mapigano juzi ya ukabila yaliyotia aibu. Naombeni msirudi huko. Naombeni msirudi huko. Nchi yenu ni nchi nzuri, ninyi ni watu wamoja, mmepata maendeleo ya kutisha. Tunastahili sisi kuwaoneni wivu. Mambo mengine yote Kenya ni excellent. Tatizo ni ukabila. Najua maneno haya yatawachoma kidogo, lakini lazima niwaambie hapa. Muumalize ukabila. Jambo lisilopingika ni kuwa Magufuli ambaye yuko katika Chama cha Mapinduzi kinachotawala Tanzania ni rafiki wa karibu wa kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga, lakini huenda mipaka ya kidiplomasia inamzuia kutangamana naye moja kwa moja kwa sababu Rais Uhuru Kenyatta ni mkuu wa jamhuri. Watu wawache mambo ya kuongea huko na huko, iko hivi. Tanzania na Kenya ni mandugu. Kwa upande wake Lowassa na chama chake mwezi uliopita kupitia kwa mwenyekiti wake Freeman Mbowe walitangaza wanamuunga mkono Rais Uhuru Kenyatta kuongoza katika kipindi kingine kwa sababu Raila anafanya kazi na Magufuli wanayemdhania kuwa ana utawala wa mabavu. Hata hivyo masuala ya Kenya kama vile maandamano ya kuibandua tume huru ya uchaguzi nchini IEBC yalimgusa Lowassa aliyedai kuwa kura zake ziliibwa katika uchaguzi wa mwaka 2015. Wenzetu wa Kenya wamewashughulikia watu hao. Wamesema hawawataki. Serikali kajibu wao kwenye katiba, watoeni katiba, wakasema hakuna, hatuwataki. Serikali kabishabisha, ilipobishabisha wakafanya maandamano. Wakakubaliana kila Jumatatu maandamano. Maandamano yamezidi, serikali imekubali. Tanzania imekuwa na nafasi kubwa katika siasa za Kenya wakati wa ghasia za baada ya uchaguzi wa mwaka 2007. Rais mstaafu wa Tanzania wa awamu ya 3 Benjamin William Mkapa alikuwa miongoni mwa wapatanishi wa mzozo huo wakiongozwa na Dr. Kofi Annan. On behalf of the people of Tanzania, you are good neighbors. I salute the people of Kenya on this historic occasion. We join you in the celebrations. Je, Tanzania inawajali sana wa Kenya ama ni wa Kenya hawajatambua hilo? Paul Nabiswa, KTN leo wikendi. Na mtazamaji, tuendelee na swala kuu wikendi hii, na ningependa kukupeleka kwa mwanahabari mwenza Nicholas Sombua ambaye yupo na mgeni wa siku waweze kutueleza mengi kuhusiana na madhara na umuhimu wa kuweza kuandaa uchaguzi huru na haki nchini Kenya, ikizingatiwa kwamba katika mwaka 2007-2008 ilikuwepo na machafuko katika taifa hili. Naam, asante sana Francis Mtalaki. Jumapili nyingine ilikuwa ni siku 15